majina naitwa Pastor Ronald Peter Kasansa. Niko hapa katika mkoa wa Iringa katika kanisa kuu la Evangelistic Church. Tulikuja hapa kwa ajili ya semina ya kichungaji katika masomo ya theolojia. Kikweli nimefarijika sana kwa sababu nilikuwepo hapa leo kama siku ya 5-6 hivi kwa ajili ya kujifundisha darasa maalum ya masomo ya kitume. Tunamshukuru Mungu tumemaliza salama na nimefarijika sana. Masomo yalikuwa mazuri chini ya walimu wetu, wakufunzi wazuri. Mungu amewapa rehema za kuwa na kiwango kikubwa cha kufundisha cha kutufundisha. Hakika tunamshukuru Mungu. Na hata wale mitume wengine ambao hawajapata kibali cha kufika kwenye darasa hili, kiukweli labda niseme neno moja. Mungu awabariki na awape rehema tena siku nyingine katika wakati mwingine wa darasa. Tutakapokuja kuendelea na darasa hili, basi wapate kufika. Kiukweli darasa lilikuwa nzuri sana. Namshukuru Mungu na mtukuza Mungu kwa ajili ya walimu, lakini kwa ajili pia ya mitume wote ambao Mungu amewapa kibali cha kufika tukiwa pamoja mpaka tunamaliza ukufunzi huu. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana. Karibuni sana na nyinyi ndugu zetu wengine. Asante sana. Wewe unatokea mkoa gani? Natokea mkoa wa Morogoro, wilaya ya Kilombero, mji mkuu wa Ifakara. Mungu akubariki sana. Amen. Unazungumziaje namna ulivyoongezewa maarifa katika huduma hii? Kwa kweli nimepata maarifa makubwa sana. Hapo mwanzo katika utume nilikuwa ninadhani labda utume ni ule kiwango tu cha ukomo nilofikia. Kumbe kuna sababu ya kufika darasani, kwa sababu tumejifundisha kwa upana sana, na nimepata ujuzi mkubwa sana namna ya kutembea na kumtumikia Mungu pia, lakini namna ya kutembea na utakatifu kiujumla. Nimefurahi, nimeenjoy. Asante sana. Amen. Kwa majina naitwa George Dominic Sungula, ni miongoni mwa wachungaji kutoka mkoa wa Singida katika wilaya ya Iramba Kaseria. Nimepata neema ya kuweza kuhudhuria mafundisho ya kichungaji katika mkoa wa Iringa makao makuu. Kweli namshukuru Mungu kwa neema aliyonipa. Nimeweza kupata vitu mbalimbali, masomo, vitu ambavyo nilikuwa bado sijaweza kufahamu, lakini kwa neema ya Mungu nimeweza kufahamu. Nina matumaini kabisa kwamba kila ambacho Mungu alichokusudia kwamba watu waweze kumjua Mungu, hakika ninaamini kabisa na watu wataweza kumjua Mungu kulingana na vile nilivyojifunza. Kweli tumepata neema ya kufunguliwa kiroho zaidi, kwa sababu tumejifunza vitu ambavyo tulikuwa tujaelewa, tulikuwa tujatambua, lakini sasa tumevitambua. Kwa itakuwa chachu kwa watu, kwa jamii na kwa dunia nzima kwa ajili ya kueneza injili ya Mungu ili watu waweze kumjua Mungu. Kwa hivyo naweza kutoa wito hata kwa wachungaji wengine walioko sehemu mbalimbali, mikoa mbalimbali, waweze kuhudhuria katika mafundisho haya ya kichungaji ambayo yanatufanya tuweze kuhubiri injili ya kweli ya Bwana Yesu Kristo na watu wamtambue Yesu Kristo kwamba ni Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo kwa kusema hayo, namshukuru Mungu kwa kunipa neema na baraka hiyo. Lakini pia tunawashukuru wakufunzi wetu walioweza kujitoa kwa nafasi zao, wakajitoa kuja kutufundisha ili kusudi watu waweze kujengwa katika mwili wa Kristo. Kwa hiyo tunawashukuru sana wakufunzi, lakini pia wazidi pia kutufundisha zaidi na zaidi ili tuweze kuimarika katika mambo ya Biblia, kuijua Biblia, theolojia, ili tuweze kufikia pale ambapo Mungu anakusudia tufikie. Kwa kusema hayo, asanteni sana. Namshukuru.
Naam, ninaitwa mchungaji Bruno Simon Nyauhele kutokea kanisa la Evangelistic Church hapa Iringa, ambapo ndio makao makuu ya kanisa letu. Tumekuwa na wakati mzuri sana hapa kwa ajili ya darasa la wachungaji. Tumejifunza mambo mengi kiukweli, na yapo mengi ambayo tulikuwa hatuyajui, na kiuhalisia kama vile Biblia imezungumza swala la elimu, kwamba tusiache elimu, sio tu elimu dunia, lakini pia elimu ambayo inahusu mambo ya Mungu. Kiukweli tumejifunza mambo mengi sana, na yapo ambayo tumejifunza kuhusiana na uongozi, tumejifunza vizuri, lakini pia nisiwe na mengi ya kusema, nishukuru tu kwa baba askofu ambaye aliona ni vema tuwe na hii semina au mafunzo kwa ajili ya wachungaji. Hii ni kwa ajili ya kunoana na kuweka vizuri mambo ili kusudi tuweze kuwapatia watu kila ambacho Mungu amekikusudia tuwapatie. Lakini pia tushukuru kwa ajili ya mkufunzi Pastor Mohapa kutoka pale Mbeya, ambaye kiukweli amekuwa mwalimu mzuri sana kwetu, lakini pia tutakuwa na darasa wakati mwingine. Kwa hivyo sasa niseme tu kwamba kwa wale ambao wanatutazama, tuwakaribishe tu wakati mwingine, kwa sababu tunatamani kuwa na watu kutoka maeneo tofauti pia. Karibuni sana. Kama nilivyosema mwanzo, ninaitwa mchungaji Bruno Nyauhele, nipo hapa Iringa, kanisa la Evangelistic, ndipo makao makuu. Mungu awabariki sana. Asante. Amen. Na kwa majina yangu naitwa Asheri Agustino Bango, ndiye askofu wa kanisa la Evangelistic Church of Truth Eternal Life Tanzania. Tumekuwepo hapa kwa muda siku kadhaa. Tunamshukuru Mungu, tumekuwa na darasa zuri ambalo limetupa maelimu na wachungaji wapata elimu nzuri sana. Na kwa muktadha huo ni kwamba tunaweza kujikuta kwamba wakati ujao kwa kivutio cha wachungaji wengine kuja, kwa sababu kila aliyepata hiyo elimu amepata nafasi ya kujisikia bora zaidi. Kwa hiyo elimu ni ya muhimu sana kwa wachungaji, na hasa wanapomtumikia Mungu. Kuna wakati wengine wanaweza kuwa wanatumikia Mungu wakiwa wamepungukiwa vitu vichache, wanahitaji wakina Anania wawasaidie. Hata kama amepata wito barabarani, Anania lazima wepo kumsaidia mtu huyo. Lakini ni muhimu kupata kina Gamalieli kwenye kazi ya Mungu hii, ambayo ukikosa maelekezo ya kazi unayofanya, bila shaka unaweza kuharibu. Hata kama una uwezo mzuri, kuna wakati unaweza kujikuta umekosea kwa sababu tu umekosa Gamalieli wa kusaidia kwenye kazi. Kwa hivyo tulikuwa tunawaandaa hapa wakina Gamalieli wa baadaye. Tukipita nafasi zetu, watakuja wengine watafanya vizuri. Kwa hiyo lazima tuandae. Tuna maandalizi ya muda mrefu, na sasa tumeanza kazi yetu ya kuandaa wachungaji. Kwa hivyo nikualike hata wewe, wakati wote unapojisikia unahitaji kutengeneza, njoo utengeneze. Darasa liko hapa, kila mwezi tutakutana hapa kwa ajili ya kuandaa wachungaji. Na wewe karibia mahali ulipo, kama unasikia sauti hii, basi nikualike. Ni muhimu sana kwa mchungaji kuandaliwa. Sio unafika mahali kwa sababu umesikia wito, unakuwa kama mfano mbaya, naweza kutumia neno baya, kindege kimekunya mahali fulani mbegu fulani. Kwa hiyo hiyo mbegu kama iandaliwi, uwe na uhakika kuna wakati itapoteza ubora wake kwa sababu haijafanywa maandalizi. Kwa hiyo tuko hapa kuandaa wachungaji, kuwatengeneza ili wawe watu bora kwenye kazi zao wanapofanya hizo kazi za injili, na kuandaa watu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, basi wawe watu bora. Karibu sana. Mungu akubariki. Lakini jambo la kwanza, nitoe pongezi kwa mkufunzi kutoka Mbeya. Amewasaidia vijana na wanafanya vizuri, ni wachungaji hao. Lakini pia nitoe pongezi kwa wachungaji ambao wameweza kuwepo hapa kwa muda wa siku kadhaa wakijifunza namna ya kuhudumia Watanzania. Niombe pongezi hizi ziwafikie wake zao mahali walipo, zifike kwa mke wa Mhapa, zifike kwa kanisa kule Mbeya ambako anachunga. Wamepoteza muda kadhaa kumkosa mchungaji wao, lakini alikuwa na jukumu muhimu. Mungu akubariki. Nina jambo la kupongeza kwa wachungaji kutoka Dar es Salaam ambao wameweza kuhudhuria darasa hili. Niwapongeze wachungaji kutoka Njombe, wameweza kuhudhuria hili darasa. Lakini nawapongeza wachungaji kutoka pale Morogoro, wamejitoa kuja kuhudhuria darasa. Ninatoa pongezi nyingi kutoka kwa wachungaji kutoka kule Singida, wamejitoa kuja kuhudhuria darasa. Lakini nawapongeza wachungaji kutoka hapa Iringa mjini ambao wamejitolea, wamekuja kujifunza na watapata maarifa. Bila shaka tunajenga kanisa zuri ambalo litakuwa matumaini ya wengi, litakuwa makimbilio ya wengi, na kwa elimu waliyopata, bila shaka huko wanakokwenda watakuwa mbegu bora sana kwa kujenga mwili wa Kristo. Mungu awabariki sana. Najua Bwana